Karibu Dreamstart Labs. Kwenye video hii nitakuonyesha jinsi ya kutengeneza kikundi. Ni rahisi kutengeneza kikundi kwenye DreamSave. Hatua ya kwanza itakuwa minya tengeneza kikundi kipya. Hatua ya pili utaminya tuanze. Kutengeneza kikundi kwenye DreamSave ni rahisi. Kikundi kinahitaji kujaza taarifa hizi hapa chini zote ili kukamilisha usajili. Tuanze na taarifa za kikundi. Hatua ya kwanza itakuwa ni kuchagua nembo inayowakilisha kikundi chako. Chagua nembo inayowakilisha kikundi chako kutoka kwenye nembo hizi. Hatua ya pili itakuwa ni kujaza jina la kikundi na eneo kikundi kilipo. Hatua inayofuata ni kujaza taarifa ya jina la kikundi chenu. Nitatumia mfano wa kikundi chetu kinaitwa Amani. Na baada ya hapo hatua inayofuatia ni kujaza wapi mnapokutanikia. Kumbuka, eneo la kikundi linaweza kuwa kijiji, mtaa au jina la nyumbani kwa mwanachama mnayekutana naye. Jaza jina la kikundi na eneo kikundi kilipo katika hatua hizi zingine zinazofuatia. Kwenye taarifa za kikundi, unaweza kujaza kijiji ambacho kikundi chenu kinapatikana. Panaitwa jina la kijiji mnapokutana. Inabidi uchague aina ya kikundi. Hatua nyingine, inabidi uchague aina ya kikundi. Kama ni halisi au ni cha mfano. Tofauti yake tumeizungumzia kwenye video iliyopita. Kwa sasa chagua kikundi halisi kisha bonyeza ijayo. Hatua inayofuatia ni hatua ya wafadhili au wadhamini. Mara nyingi wafadhili huwa ni NGOs ama taasisi inayofanya kazi na kikundi chenu. Kwa kawaida wafadhili huwa wanakuwa na makubaliano kushirikiana na Dreamstart Labs. Kama kikundi chenu kimewasilishwa na wafadhili kutumia mfumo wa DreamSave, bonyeza ndiyo. Baada ya kubonyeza ndiyo, inabidi uweke namba ya mfadhili. Namba hii utapewa na mfadhili wa kikundi chenu. Kwa ajili ya kujifunza, nitatumia namba 111 kwa ajili ya kujifunza mafunzo haya. Baada ya hapo, utahitajika ujaze kumbukumbu namba ya mdhamini. Baadhi ya wadhamini huwa wanatoa kumbukumbu namba zao ili kuwatambua kwa urahisi. Kama mmepewa na mfadhili wenu, basi weka. Kama hamna, paache wazi na kisha bonyeza ijayo. Hatua inayofuatia ni kutoa idhini ya wadhamini ambako utakwenda kumpa idhini ya kikundi aweze kuona. Kikundi chenu inabidi kiamue kumruhusu mfadhili kuona taarifa zenu. Mfadhili hataweza kuona taarifa za wanakikundi mmoja mmoja, lakini ataweza kuona taarifa za ujumla za kikundi. Hii ni kwa faida ya kikundi, maana mfadhili atatumia taarifa hizi kusaidia kikundi. Kwa hiyo utabonyeza ndiyo na kusema ijayo. Tuende kwenye kipengele kingine. Kipengele hiki tunakwenda kuongelea mzunguko uliopita. Kwa maeneo mengine, ukurasa huu unauliza ni mara ngapi umewahi kuwa na mizunguko tangu kikundi kiundwe. Kama ni mzunguko wa kwanza, bonyeza kiboksi na kisha ijayo. Kisha inabidi mseme kama mpo mwanzo au katikati ya mzunguko. Kumbuka, ni muhimu kujaza kwa usahihi, maana itatupa taarifa za kujaza kwenye kikundi tunavyoendelea kuunda kikundi chetu. Kwa mfano tukisema mnaanza mzunguko mpya, hamtaweza kuona mikopo ya wanachama. Na kama mko katikati ya mzunguko, mtachagua mpo katikati ya mzunguko ili muweze kuweka taarifa za wanachama. Nitajaza tupo katikati ya mzunguko na nitasema ijayo.
Lakini kama hampo katikati ya mzunguko, utarudi nyuma na utasema kwa hiyo utasema mpo katikati ya mzunguko. Kama utasema mnaanza mzunguko mpya, hamtaweza kuweka taarifa za mzunguko za taarifa za kikundi chenu. Kwa hiyo uminya tupo katikati ya mzunguko na useme ijayo. Baada ya hapo utakwenda kujaza taarifa za mzunguko huu wa sasa. Hapa utajaza taarifa za mikutano ambayo kikao au kikundi kimefanya. Idadi ya mikutano ambayo mmeifanya kuanzia mzunguko huu wa sasa mmeanza. Gharama ya mfuko wa mkopo ambayo ipo kwenye sanduku. Nitaweka mfano wa 500,000. Na pia nitaweka taarifa ya mfuko wa jamii ili kuweka taarifa ambazo zipo kwa usahihi. Nitaweka 20,000. Hii ni jumla ya kiasi cha pesa cha akiba ya kikundi ambayo inaweza kukopesha wanachama wake. Baada ya hapo utaminya imekamilika.